Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Taarifa yetu usiku huu: vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinaripoti kwamba Tehran imekataa mapendekezo ya Marekani yanayolenga kusitisha vita vinavyoendelea kwa sasa. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinaripoti kwamba Tehran imekataa mapendekezo ya Marekani yanayolenga kusitisha vita vya sasa. Afisa mkuu wa usalama ambaye jina lake halikutajwa amenukuliwa akisema mzozo huo utaisha wakati Tehran itakapoamua na pale masharti yake matano mapya yatakapotimizwa. Hatua hii inakuja baada ya mpango wa amani wa ajenda 15 uliopendekezwa na Marekani kuripotiwa kuwasilishwa kwa maafisa wa Iran. Maelezo hayo hayajawekwa wazi, lakini inaripotiwa kudai makubaliano makubwa kutoka Iran, ikiwa ni pamoja na kuharibiwa kwa uwezo wake wa nyuklia. Awali waziri wa Israel aliambia BBC kwamba mpango huo ulikuwa mzuri kwenye karatasi tu, lakini hadhani kwamba Tehran itakubaliana nao. Msemaji wa jeshi la Iran ameishtumu Marekani kwa kujadiliana yenyewe kuhusu mzozo huo. Hata hivyo, Rais Donald Trump amesisitiza kwamba utawala wake unazungumza na watu sahihi nchini Iran na kwamba wanataka sana makubaliano ya kusitisha vita. Licha ya jumbe za mchanganyiko na ukosefu wa uwazi, habari za mawasiliano zinaonekana kutuliza masoko ya nishati kwa sasa. Trump pia alidai kuwa amewapa Iran mpango mzuri sana, akiongeza kuwa inahusisha mafuta na gesi pamoja na mlango wa bahari wa Hormuz. Iran imesema ni meli ambazo sio za vita ndizo zitakazopita katika mlango huo ambao ni muhimu kwa uchumi wa dunia, lakini kakanusha kufanyika kwa mazungumzo yoyote. Taarifa ya Jeremy Bowen akitufahamisha zaidi kuhusu mzozo huu inawasilishwa na Ahmed Bahaj. Katika mji wa Tehran, wafanyikazi wa uokoaji kutoka shirika la msaada wa dharura Red Crescent wanafanya kazi kupita kiasi. Wamarekani na Waisraeli wanaweza wakiwa mbali kuruka juu ya Iran ili kudondosha mabomu yao bila kupingwa. Na mbali kutoka hapo, huko Washington DC, Rais Trump anasema hiyo inamaanisha kuwa utawala huo umezidiwa na kulazimika kuzungumza na Marekani ikiwa na ari ya kusaka makubaliano. Na nani asingefanya hivyo kama ungekuwa huko? Angalia, jeshi lao la majini limeangamia, jeshi lao la anga limesambaratika, mawasiliano yao yamekatika. Hilo ndilo tatizo kubwa zaidi. Ni vigumu sana kwao kuwasiliana wao kwa wao. Mifumo yote ya ulinzi wa anga imeangamia. Ila hii ni Bahrain baada ya shambulizi la Iran. Vita hivi ni mgongano wa silaha, itikadi na jumbe maalum. Utawala wa Iran haufuati mkakati wa Donald Trump. Iran haijaanguka. Inawashambulia washirika wa Marekani na kuanzisha vita vya kikanda vya muda mrefu katika eneo hilo ili kutumia vyema makombora na ndege zisizo na rubani zilizobaki. Na imezuia dhana yake kwamba nguvu ya Marekani na Israeli ingeleta ushindi wa haraka na kuangamiza na kusababisha mabadiliko ya utawala. Sasa wanazingatia zaidi mlango wa bahari wa Hormuz, njia nyembamba ya kutoka Ghuba. Iran imeuzuia mlango huo kwa ufanisi na kukata 20% ya usambazaji wa mafuta na gesi duniani. Donald Trump ameahirisha tishio lake la kuharibu nguvu ya nishati ya umeme ya Iran ikiwa hautafunguliwa, jambo linaloweza kuwa uhalifu wa kivita, na sasa anadai kwamba Iran inataka makubaliano. Hawawezi kuwa na silaha ya nyuklia. Nilisema jana, walisema mambo 10 ya juu ni yapi? Nikasema sawa, nambari 1, 2 na 3 ni kwamba hawawezi kuwa na silaha ya nyuklia na hawatakuwa na silaha ya nyuklia. Na tunazungumzia hilo. Sitaki kusema mapema, lakini wamekubali kwamba hawatakuwa kamwe na silaha ya nyuklia. Wamekubali hilo. Moja ya sababu ambazo Marekani na Israeli walitoa kuhalalisha mashambulizi yao na kwenda vitani ilikuwa kwamba Iran ilikuwa karibu kutengeneza silaha ya nyuklia. Lakini msimamo rasmi wa Iran umekuwa daima kwamba hawana haja ya silaha hiyo. Israel haiamini hilo, lakini huenda Rais Trump yupo tayari kuamini hivyo ikiwa itamsaidia kupata njia kutoka katika vita ambavyo Iran inajaribu kuvigeuza kuwa mkwamo mwingine wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Idhaa ya BBC ya Uajemi imezungumza na Wairan ambao hawana imani kuhusu kupatikana kwa suluhisho. Sidhani kwamba watafanya mazungumzo. Jamhuri ya Kiislamu bado iko imara kwa sasa. Ukiangalia kwa mantiki, wao wala Marekani hawajapata kile walichotaka.
itikadi ya Jamhuri ya Kiislamu bado ipo. Hata kama vita vitasimama, vita vitaanza tena wakati fulani. Trump anajipa muda tu ili kufikisha vita katika hatua nyingine. Labda shambulio la ardhini, sidhani kwamba anafanya makubaliano nao. Na hii ndiyo meli kubwa ya kivita Tripoli ya Marekani, ikiongoza kitengo cha kwanza katika vitengo viwili vya majeshi ya bahari ya Marekani vinavyokwenda Ghuba. Pamoja na mazungumzo kuhusu makubaliano, Marekani inatuma nguvu za ziada. Tripoli kutoka Japan inazidi kukaribia. Kundi lingine la meli ndogo zenye nguvu za majini na ardhini, likiungwa mkono na helikopta zao za ndege za mashambulizi, lina safari ndefu kutoka California. Na inatarajiwa kwamba Marekani pia watatumia majeshi kutoka kitengo cha 82 cha wanajeshi wa anga. Inaonekana kama njia panda, ikiwa mazungumzo kuhusu makubaliano ni ndoto tu. Vita vyaweza kuongezeka. Marekani sasa inakaribia zaidi na zaidi katika uwezekano wa kuweka wanajeshi ardhini. Rais Trump inaonekana ana imani kamili katika uwezo wa jeshi la Marekani kufanikiwa, na anahisi kwamba kuchukua udhibiti wa eneo la Iran kungewalazimisha Wairani kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Hii ni janga la kweli kwa eneo hilo, na inaweza kuja kuikumba Marekani na Israel kwa miaka ijayo. Hii ilikuwa sehemu ya Tairie, kusini mwa Lebanon. Mashambulizi ya Israeli dhidi ya mshirika wa Iran, Hezbollah, yanaongezeka. Israel haina nia kusitisha vita, ikiamini kumaliza adui wake mkali zaidi, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na licha ya nguvu zote za silaha za Marekani, rais wake aliingia kwenye vita bila lengo lililofafanuliwa au mkakati wa kuondoka ulio wazi. Sasa anapojaribu kupata moja, Donald Trump anachukua hatari ya kuongeza kuchanganyikiwa kimkakati ambayo utawala wa Iran unatumia si tu kuendelea kuishi, bali pia kujaribu kudhibiti jinsi vita hivi vinavyomalizika. Wakati huo huo, mashambulizi bado yanaendelea kote Mashariki ya Kati. Israel inasema imelenga maeneo mawili yanayotumika kutengeneza makombora ya masafa marefu huko Tehran. Nayo Tehran imesema ililenga Israel na kambi zinazohifadhi wanajeshi wa Marekani huko Kuwait, Jordan na Bahrain. Ndege zisizo na rubani ziligonga tanki la mafuta katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait na kusababisha moto mkubwa. Je, kiwango cha tofauti zenu za ndani kimefikia hatua ambapo mnajadiliana wenyewe? Hakutakuwa na dalili yoyote ya uwekezaji wenu katika eneo hili, wala hamtashuhudia bei za awali za nishati na mafuta hadi mtakapoelewa hili. Utulivu katika eneo hili unahakikishwa na mkono wa jeshi letu lenye nguvu. Ili kufahamu zaidi kuhusu maisha yalivyo Mashariki ya Kati kwa raia wa Afrika, awali nimezungumza na mfanyabiashara John Mwende, raia wa Kenya ambaye amekuwa akiishi na kufanya kazi Dubai kwa miaka 6. Amenielezea ni kwa nini hawezi kuondoka licha ya mashambulizi ya Iran. Maisha yangu iko hapa Dubai, familia yangu iko hapa na kazi yetu iko hapa. Kwa sasa kipi kinachoendelea huko Dubai? Maisha yanaendelea kuonekana kawaida kwa nje. Ukiangalia nje unaona watu wanaenda kazini, wengine kuna traffic kwa barabara, biashara zinafunguliwa. Lakini ndani yake wanabiashara wengi wanapitia changamoto kubwa. Saa hii kwanza wiki hii watoto hawakufungua shule, kwa hivyo sasa kama mimi kama mama nakaa ndani ya nyumba nisomeshe mtoto, shule zikimaliza ndio nikimbie biashara. Alafu hata leo tu kusema kweli kama mimi sijaona yani moshi ama hizo mlipuko tunazisikia, lakini kwa simu tunashinda tukipata hizo yani alert na zinashtua kila mtu nyumbani juu sisi hatujazoea hiyo ujumbe, tunashinda tukizipata, hatujazoea vitu kama hizo. Hata leo tukiwa katikati ya shule unapata munasimama kidogo, alafu wanatuma mbili. Moja ya kutuambia kaeni nyumbani, fungeni madirisha, alafu ya pili ya kutuambia asanteni, sasa mnaweza endelea na shughuli zenu za kawaida. Naam. Wakati raia wa nchi hiyo, wakati raia wa nchi zingine wakiamua kuondoka eneo hilo, wewe umeamua kubaki, nini kimekufanya ufanye uamuzi huu? Kusema ukweli, kama mwanabiashara huku tulikuja huku
hizo miaka sita zilizopita, tukijua angalau huku tulipata kazi. Nilitafuta kazi sana nyumbani Nairobi. Mimi nilikuwa mkazi wa Nairobi, nimelelewa Nairobi, nimesomea Nairobi University, lakini hapo kwa kazi sikuweza kupata kazi yenye ilikuwa kama yenye nilipata huku, na ikanihamisha na mzee wangu tukakuja. Na sasa saa hizi currently mimi ni mwanabiashara. Niliwekeza pesa, nikasema hiyo pesa kidogo tufungue biashara. Nikaweka wakati wangu, ndoto zangu, niseme sawa, wacha nianzishe salon na marafiki wangu wenzangu wa Kenya bado. Nikatafuta watu pia wa mama bado wanipe mkopo nifungue salon. So kwa hivyo kuondoka si uamuzi mwepesi. Juu tuko na wafanyikazi wako kwa salon pia, au ni wa mama tumewapatia kazi kutoka nyumbani wakakuja. Na hii salon naisema tumefungua miezi michache tu, Disemba mwezi wa 12. So kwa hivyo sasa hatuwezi tu amka tu twende, tunajijenga biashara. Na pia mume wangu ni mchungaji huku, alikuja kama kunifuata akapata kazi kwa kanisa huku. So kwa wakati kama huu watu wanahitaji kanisa, wanahitaji maombi, wanahitaji tumaini na mwongozo. So tumeamua tu kukaa tu, si kwa sababu ni rahisi, kwa sababu tunatumaini kuwa katika kile tunachokijenga. Na pia kukaa kwa serikali ya huku haijatu let down, yani haijatuangusha bado. So kwa hivyo tunakaa tu tukisema sasa hizi vitu tumeshikilia hivi, hatuwezi amka tu tuamke tuziache, niache wafanyikazi wangu, tutafanya nini? Na ndio nilikuwa naja hapo kusema kwamba serikali ya eneo hilo imefanya nini ili kuweza kuwasaidia raia wake ama nyinyi watu wa mataifa mengine ili kuweza kujikimu katika hali ambayo inaendelea kwa sasa? Biashara tukifungua tunajua hata ile tax tutalipa kwa biashara. Kwanza sasa hii biashara yetu ni ndogo, bado hatujafika hata kwa kulipa hiyo tax. Ushuru. So wametupatia hiyo relief, ushuru. So wametupatia hiyo relief kutuambia fanyeni biashara, mkifikisha kipimo na kikomo ndio tutawapatia hiyo, mtaanza sasa kulipa ushuru. Na hata sasa hii tukiwa hapa, kusema ukweli, kuna hiyo hofu ya tunaitisha vitu zenye in terms of stock zimekwama kwa meli, tunanunua vitu kwa bei ghali saa hizi kama biashara. Lakini pia watu wanakuja juu, watu bado wanaendelea kukuja tu kwa biashara, wale kidogo tu wamebaki kuishi huku juu wengi hawana pia mahali pa kwenda, wengi wao wenye wanaishi huku. Na mahojiano hayo ndio yanayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea, majaji nchini Marekani wazuia kwa muda mpango wa kufurushwa kwa maelfu ya Waafrika wanaoishi na kufanya kazi nchini humo.
Karibu tena, hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Majaji nchini Marekani wamezuia kwa muda mpango wa serikali wa kukomesha ulinzi wa kisheria dhidi ya kufurushwa kwa maelfu ya Waafrika wanaoishi na kufanya kazi nchini humo. Raia kutoka Somalia, Ethiopia na Sudan Kusini wamepinga hatua ya Rais Donald Trump ya kusitisha mpango huo unaoruhusu wahamiaji wanaokabiliwa na migogoro au mateso nyumbani kukaa na kufanya kazi Marekani. Lakini kwa sababu agizo la mahakama ni la muda tu, wengi bado wanahofia kwamba wanaweza kufukuzwa nchini Marekani katika siku zijazo. Kutoka Minneapolis, Bushra Mohamed ametutumia taarifa hii. Jamii ya watu wanatoka Afrika Mashariki katika eneo la Minneapolis inaonekana kama jamii iliyo na mshikamano zaidi nchini Marekani. Ila nyuma ya tabasamu, wengi wanasema kuwa wana wasiwasi na wanahisi kwamba jamii yao inalengwa katika msururu wa misako ya hivi karibuni. Nilibaki bila namna. Singeweza kusaidia jamii yangu vile ambavyo ningetaka. Sikuweza kuzungumza na kujitetea vile nilivyotaka. Jamii kote Minnesota zinasema kuwa zinajaribu kupona majeraha baada ya wiki kadhaa za uvamizi wa maafisa wa uhamiaji na hali ya sitofahamu. Haya yanajiri baada ya kuzinduliwa kwa operesheni Metro Surge iliyoanza mwezi wa Disemba mwaka 2025 na kusababishwa kutumwa kwa maelfu ya maafisa wa uhamiaji kote katika jimbo hilo. Uoga ulizidi baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa Wasomali wanafaa kurudi walikotoka. Jamii hii pia imekosolewa baada ya wachunguzi kugundua ufisadi mkubwa unaohusisha mipango ya misaada ya serikali katika jimbo la Minnesota. Minnesota ni nyumbani kwa angalau Wasomali 100,000. Zaidi ya asilimia ni raia wa Marekani. Lakini maelfu wanategemea mpango wa ulinzi wa muda unaoomba mtu ruhusa ya kuishi nchini Marekani, yani TPS, ambao Marekani inasema inapanga kusimamisha kwa watu wa jamii ya Wasomali, watu kutoka Sudan Kusini na Ethiopia. Mjaji wa serikali kuu wamesimamisha uamuzi huo kwa muda, hatua ambayo imeungwa mkono na makundi ya haki za kibinadamu. Hii inamruhusu mtu yoyote aliye kwenye mpango wa TPS kusalia kwenye mpango huo hadi pale mahakama itakapofanya uamuzi mwingine kwa raia wa mataifa kama vile Ethiopia na Sudan Kusini. Kwa mtu yoyote ambaye yuko kwenye mpango wa TPS, itabidi asubiri, lakini jambo muhimu zaidi ni kwamba tarehe 17 mwezi wa 3, siku ya Jumanne, hawezi kufurushwa Marekani kirahisi. Ila licha ya afueni hiyo ya kisheria, wengi wanasema angali na hofu. Kote nchini Amerika, watu wengi walio na TPS wameanza kujificha kwa hofu ya kufukuzwa nchini na serikali. Niko njiani kukutana na mmoja wao, tutamuita Abdi. Amekubali kuzungumza nasi, lakini kwa sharti moja, tusifichue utambulisho wake wala mahali alipo. Hali haijabadilika. Vyombo vya habari vinaripoti wameondoka, lakini kwa kweli bado. Hata wamewatia nguvuni na kuwazuilia marafiki zangu juzi tu. Kwa hivyo, bado hatuko huru. Ni maoni sawia na wengine hapa. Nje ya maskiti, wakazi wanasema kuwa maafisa wa uhamiaji wangali wako katika eneo hili. Hawajaondoka mjini, bado wapo. Kumenyamaza, lakini ni wajanja. Wanatangamana na wakazi ili iwe vigumu kuwatambua. Abdi angali anakumbuka siku maisha mjini yalipobadilika kwa ghafla. Tuliamka alfajiri na kuwaona maajenti 5,000 wa ICE mjini, kwenye maduka na barabarani wakitutafuta. Unaweza kutafakari jinsi hii ilivyoleta hofu. Alafu ghafla maisha yamebadilika. Tulikwenda kujificha na kuacha kwenda kazini kwa muda, na maisha ya baadaye tuliyotazamia Marekani na ndoto yetu ya Marekani ilisambaratika.
Wakati maafisa wa uhamiaji walipokuwa wakifika Minneapolis kuwazuilia wahamiaji wanaoshuku kutokuwa na stakabadhi rasmi, migawanyiko ilitokea kati ya serikali kuu na maajenti wa ICE. About who we are as Meya wa jiji na polisi walikosoa the policies that the federal government puts out. Sera ambazo serikali kuu imeweka ni za kukinzana. Wanasema kuwa hakuna haja ya kuwa na hadhi ya kulindwa kuishi nchini Marekani, wakati ambapo wanakuambia usitembee Somalia ni hatari. Lipi ni la sawa hapo? Well, which one is it? Kwa familia nyingi za wahamiaji katika jimbo la Minnesota, swali halihusu tena hadhi yao. Ni kuhusu kuwa na mahali pa kuita nyumbani, usalama, na iwapo mahali ambapo wamepaita nyumbani kungali na nafasi ya kutumiza ndoto zao za Marekani. Bushra Nur Mohamed, BBC, Minneapolis. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea tunazungumza na Lois Mwende kuhusu changamoto za kumlea mwanaye aliye na tatizo la cerebral palsy, yani utindio wa ubongo. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Mwezi Machi unatambulika kuwa mwezi wa kitaifa wa uhamasishaji wa ugonjwa wa kupooza kwa ubongo. Lois Mwende amejitolea maisha yake kumlea mwanawe wa kipekee aliye na ugonjwa wa utindio wa ubongo, yani cerebral palsy, huku akijitahidi kupenya katika ulimwengu ambao mara chache hutoa fursa kwa hali ngumu ya kifedha anayopitia, huku uchovu kihisia ukitishia kumlemea. Asha Juma alimtembelea na kutuandalia taarifa hii. Kario kitu ni mtoto wangu. Nampenda. Yaani kitu yote yenye nafanya kwa hii maisha, ikuwe ni mbaya ikuwe ni mzuri, ni sababu yake. Unasikia uchungu? Huyu mtoto ananitegemea 24/7 kuanzia asubuhi mpaka usiku. Ni mimi na huyu mtoto. Safari yako wakati wa ujauzito ilikuwa namna gani? Nilikuwa na ile yenye inaitwa prolonged labor ya siku 4. Nilimwaga maji siku 4 bila kushughulikiwa. Ya 5 nikapata mtoto, alafu akapelekwa NBU. Ulijifungua kwa njia ya kawaida? Ndiyo, nilizaa normal. Na baada ya hapo kuna chochote daktari alikwambia? Hakuna tu daktari aliniambia, kwa sababu mtoto alilia. Mimi mwenyewe niliona mtoto alilia, lakini mimi nilizimia. Sasa nilipoamka masaa ya kuzaa mtoto na mimi kuzimia na kuamka ilikuwa difference ya 2 hours. Nilizimia masaa 2. Nikaamka tukapelekwa kwa kitanda tukalala na mtoto. Sasa hiyo siku yote mtoto hakunyonya. Kesho yake mtoto akabadilika akawa mweupe na akazeeka.
kabisa. Sasa hapo ndo alipelekwa nasari. Baada ya kumpeleka mtoto nasari, walikuambia mtoto ana matatizo gani? Hawakuniambia kitu yoyote. Walimweka tu hapo, wakaniambia watamwangalia wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, mtoto akikuwa sawa tutaruhusiwa kwenda nyumbani. Mimi hata nikitoka hospitali sikuwa najua mtoto wangu kama ako na shida yoyote, sikujua kabisa. Ni wapi ulijua pengine mtoto hayuko sawa? Nilijua mtoto akiwa na miezi 11. Ndio nakuja kuona hapana, hata kama asijai kuwa na mtoto si kawaida. Mikono za mtoto zilikuanga hivi. Sasa hata ukitaka kumuosha, ukitaka kumnini unang'ang'ana na yeye. Lakini sasa wale watu wenye walikuwa wanakuja kutembea walikuwa wanafurahia wakisema Kariuki ako na nguvu, mtoto ako na nguvu. Ya Mungu akitupatia huyu mtoto, si ati yako anajua kenye anafanya. Alikuwa anajua. Sasa kenye tutafanya, hata challenges zikuje, tuko pamoja na huyu mtoto. Mimi na mtoto wangu nitasimama na yeye vizuri, nitamlea. Hata kama ni kulala njaa, tutalala njaa. Kama atakosa diaper ni sawa, atakaa hivyo, lakini ni mimi na Kariuki mpaka mwisho. Muda mwafaka wa kuanza matibabu kwa mtoto kama Kariuki ni from birth. Tunasemanga the earliest intervention is the best intervention. Kwa hivyo mzazi hafai kuchelewa. Ukichelewa tena mtoto tena atarudi nyuma. Ile muda ambayo angefaa kuwa anachukua kutimiza ile milestones yake, ukichelewa atachelewa. Ukianza mapema atashika mapema. Kwa sasa hivi venye tunaongea, mtoto wangu shingo yake imeshika. Uti wa mgongo umerudi vizuri na ilikuwa imebend, ilikuwa nje. Saizi mtoto wangu anaweza rusha miguu zake. Yaani jamani, mtoto ameimprove. Mpaka mimi mwenyewe nasikia vizuri. Anaweza niita mom. Baba. Na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa interneti. Hapa kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Taarifa tukayopata pale, Iran inasema kwamba imekataa kufanya mipango ya amani na Marekani, huku ikitoa masharti 5 ya kumaliza vita. Bila shaka ni taarifa ambayo utaipata katika ukurasa wetu wa bbcswahili.com pamoja na taarifa nyingine ambazo umezisikia hapa katika taarifa zetu. Namaliza taarifa zetu kwa usiku wa leo. Tukutane hapo kesho. Naitwa Hamida Abubakar. Kwa heri.